wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Hongereni na mapumziko ya Pasaka. Mwanakondoo ameshinda. Haya, mumfuate kweli kweli, sio mwitikie tu, tumfuate. Kwanza tumshukuru Mungu wote kwa pamoja kwa kuturuzuku nafasi hii ya kukutana hapa kwa jambo hili la kuapisha viongozi hawa. Ndugu zangu, kama mnavyofahamu, karibuni hivi tulimpoteza kiongozi mahiri, waziri wetu aliyekuwa waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, ndugu yetu William Vangimembe Lukuvi. Na kutokana na tukio hilo ambalo Mungu ametushushia, hatukuwa na budi bali kujaza nafasi yake, kumtafuta mtu ambaye angeweza kuvaa viatu vyake ili ajaze nafasi yake. Lakini vile vile huko Uswahilini tunasema isokongwe haivushi. Yaani jamii yoyote sio mtu mzima haiendi vizuri. Kwa bidii tutafute mtu mzima, mwenye maarifa, mwenye uzoefu mbalimbali, anayejua hii nchi vizuri, historia na kila kitu na awamu zote zilizopita. Tumweke pale kwa sababu ya kazi inayomkabili pale. Kwa hiyo tumeona mtu mzima wetu hapa ni Mheshimiwa Kabudi. Profesa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi. Kwanza pole na kuapisha kwa mara ya 3 ndani ya kipindi kifupi. Nilikuapisha ukiwa waziri wa habari, nimekuapisha ukiwa waziri ofisini kwangu, na nataka nichukue fursa hii, nitumie fursa hii mbele ya umma huu nikushukuru sana kwa kazi uliyoifanya. Ukiwa ndani ya ofisi yangu katika kipindi kigumu, ulipambana ndani na nje ya nchi kueleza hali ilivyo, kuieleza nchi yetu mpaka tumepata hapa tulipofikia. Kwa nakushukuru sana. Lakini katika hilo wanasema kwenye fungu ndo panapoongezwa. Sasa kwa sababu ya sifa hizo zile kwako, bidi ni kuongeze jukumu kubwa zaidi. Huku nitaendelea kukutumia kwa yale muendelezo, lakini utaendelea kutumika kwenye ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu. Sikumuona mtu mwingine aliyesoba, mwenye na umahiri kama wewe kwenye nafasi hii. Kwa hiyo naomba upokee utumishi huo na uende ukatufanyie kazi pale. Kwa uwezo ulionao, sina shaka kwa jukumu utalimudu na utalitekeleza vyema ili kufikia malengo tunayokusudia. Tunaanza utekelezaji wa dira, inataka uratibu ndani ya serikali, baina ya sekta zetu ndani ya serikali, na hawa wakiratibiwa, mratibu wao katika ngazi ya wataalamu ni katibu mkuu kiongozi. Lakini ukiwatizama kwa age wote vijana, na kunakuwa na mabishano makubwa sana kwenye MTC huko. Lakini ukiingia wewe kwenye ngazi ya juu hapa, uratibu wa juu, kila mtu akitizama ulivyo kimo na uso, na kila mtu atakaa sawa, atasikiliza vizuri. Lakini tunahitaji pia sauti yenye ukomavu na uzamivu wa mambo, na wewe una ukomavu na uzamivu wa mambo, na ndio maana tumekupa jukumu hilo. Kwa tunapokwenda kuanza utekelezaji wa dira, naomba ukayasimamie hayo, kuiratibu serikali kwa karibu zaidi, kufanya tathmini na ufuatiliaji kwa karibu zaidi. Pole sana kwa kazi nzito, lakini ndio hivyo, kwenye fungu ndo kunakoongezwa. Hongera sana. Manaibu mawaziri tumeswitch. Alikuwa mazingira kaenda TAMISEMI, alikuwa TAMISEMI ameenda mazingira. Tumewaswapo tu. Na hii ilikuwa nafuatilia ziara ya waziri mkuu, ziara yake ya mwanzo ile. Nikakuona ndugu yangu kwa Gwila ulivyo active na heka.
Sasa zile heka zitanifaa sana kwenye kusimamia mazingira. Huyu Ndugage yuko kama padri hivi. Kwa hiyo yeye mwache aende akasimamie afya kule, sio au elimu. Na yeye si mgeni TAMISEMI, ameshafanya kazi nzuri sana kule. Kwa hiyo huyu aende kule, lakini zile heka zako twende tukasimamie mazingira ya Tanzania. Sawa ndugu yangu? Haya. Hongereni sana. Mheshimiwa Mdemu, Kamishna wa Tume ya Mahakama, wewe sina hata la kusema, uzoefu wako ni mrefu. Tukiupanga hivi utatoka hapa mpaka Kizimkazi. Kwa hiyo kuuelezea ni mrefu sana. Sina shaka na kazi niliyokupa. Najua utakwenda kushirikiana na tume, fanye kazi nzuri kwa mahakama yetu. Hongera sana. Ndugu zangu, tunapopata nafasi kama hii na kwa hali ya dunia ilivyo, siachi kuzungumza mambo yanavyoendelea duniani na athari zake kwa nchi yetu. Nilidokeza kidogo siku ya msiba, lakini ile haikuwa siku ya kuzungumza makubwa sana ya haya. Lakini leo naomba nitumie fursa hii tena nizungumze kidogo kuhusu hali ile. Hali tumeiona. Imeleta athari kwa ulimwengu mzima. Wiki iliyopita hapa nilikuwa naangalia narushiwa bei za mafuta kwa nchi mbalimbali ulimwenguni. Nikaona Europe bei zilivyopanda. Ni euro 6,000 kwa lita moja. Marekani dola 8,000 kwa lita moja. Ukija huku kwetu Afrika mambo yako juu. Kuna nchi ambazo tayari zimeshawapa watu wao ruhusa kufanya kazi majumbani, kusiwe na movement za magari kwenda maofisini na kurudi. Lakini kuna nchi ambazo kwa kiasi kikubwa zimepunguza matumizi ya mafuta na wana upungufu wa mafuta. Leo tumeamka na neno la faraja. Neno la faraja kwamba angalau pale Humuzi sasa ukiongea nao vizuri wale jamaa vimeli vinapita, kwa hiyo inatupa hope kwamba meli itapita. Na kwa ile kuruhusu tumeli za awali za Ufaransa, za Japani, za wapi, kidogo nimeona bei ya mafuta imeshuka kidogo. Sasa hii inatupa matumaini, lakini vivyo hatumjui yule jamaa naye anavyoamka. Anavyoamka ndio dunia inavyocheza hivyo. Kwa hiyo nimesema niligusie kwamba tuna hiyo crisis. Ndani ya serikali tuna matumizi makubwa sana ya mafuta. Magari ni mengi, safari zetu ni nyingi, niwaombe sana tuanze kupunguza matumizi ya mafuta. Tunaanza kupunguza matumizi ya mafuta. Nami naanza na ofisini kwangu. Ninapotembea, maafisa wote, wakubwa wote na magari yao nyuma wananifuata. Kuanzia sasa ninapokwenda kokote, wote nitawaingiza kwenye kibasi kimoja. Msafara utakuwa escort yangu, ya polisi na yangu na gari ya akiba nyuma. Wanaobakia wote nawaingiza kwenye kibasi kukata matumizi ya mafuta. Kwa hiyo ninaomba na nyinyi katika maeneo yenu tukate matumizi ya mafuta. Lakini kwa sababu nazungumza hapa na wananchi wananiona, kaniongee na wananchi kwamba upandaji wa bei ya mafuta mara zote unakwenda na upandaji wa bei za bidhaa. Sasa kwanza niongee na wafanyabiashara kwamba kwa zile bidhaa ambazo tumezinunua muda mrefu na ziko maghalani, basi tuangalie jinsi ya kuadjust bei na isitumike fursa hii ya kupanda kwa mafuta na kuweka bei za bidhaa kubwa kuliko zinavyopaswa kuwa. Lakini wananchi pia kuna bidhaa ambazo zinaingia kipindi hiki ambazo zimekumbana na msukosuko huu, bidhaa zitapanda bei. Niongee na wananchi kwamba haya si mambo ambayo serikali imesababisha. Ni mambo ambayo yana ulimwengu mzima. Ulimwengu mzima, na hapa kwetu nilianza kutaja bei za mafuta kwa nchi mbalimbali. Hapa kwetu Tanzania bei ziko chini ukilinganisha na majirani zetu wote waliotuzunguka, pamoja na wengi wao kupunguza kodi kwenye mafuta, lakini bado Tanzania bei yetu iko chini kuliko wengine. Kwa niwaombe sana wananchi tuwe watulivu kipindi hiki.
na tuendelee kuomba kama nilivyoomba siku ile kwamba hili jambo liende kuisha, vita hii ya Irani, Israel na Marekani iishe, ili flow au mwenendo wa biashara na meli za mafuta na meli za bidhaa uende kama kawaida, ili tuishi maisha yetu ya kawaida. Lakini kwa sasa hivi niombe sana wananchi wa watulivu, wa wastahimilivu. Sisi kama viongozi wa nchi mbalimbali tunajitahidi kunyanyua sauti zetu, kuzungumza na wenzetu, kushawishi wenzetu vita hii malizike, ili maisha ya wananchi yarudi kuwa ya kawaida. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi kwa watulivu. Hili si jambo ambalo limesababishwa na serikali yetu, lakini jambo lililoathiri ulimwengu mzima. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, niwapongeze wote walioteuliwa na niwatakie kazi njema. Jicho langu karibu nanyi, nitawatizama kwa karibu zaidi. Napenyezewa hapa bei za mafuta. Nilisema 1000 ni mamia. Kwa mfano Europe ni 600. Ni 600 na dola 800 kwa Marekani. Sasa dola 800 alafu euro 400 kwa leo na dola 600 kwa leo. Na sio 1400 na 6000, nimerekebishwa. Kwa hiyo habari ndo hiyo.